Na ili ujue kuwa wewe unatumia karama yako au hutumii, ni lazima umuulize Roho Mtakatifu. Na kama huijui karama yako ni ipi, muulize Roho Mtakatifu kuwa mimi karama yangu ni ipi. Kama ni kulima, lima sana. Sasa hivi mpata bahati ya kuwepo hapa katika swala la elimu la kusoma, usoma sana. Kutoka kama kucheza, unacheza sana. Kusali, usali kiasi cha kutosha. Haya mambo yote yatatusaidia kukua na kumpokea huyu Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu anatupatia katika siku hii ya leo moyo wa umisionari, kukubali kutoka ndani yetu sisi na kwenda kwa wenzetu kuwapatia ujumbe wa habari njema. Wale watu walivyoongea lugha mbalimbali ilikuwa ni ishara ya watu kusafiri kutoka kwenda sehemu mbalimbali, na walipotoka pale kweli walienda kuhubiri habari njema. Mitume walikuwa wamejifungia ndani ya chumba. Roho Mtakatifu alipofika aliondoa woga wote, mashaka yote na hofu zote. Walitoka mitume na wanafunzi wengine wakatoka wakaanza kuhubiri habari njema tena bila uoga. Hata wengine walipolazimika sana kukamatwa na kuteswa na kuuawa, hawakuogopa hilo, walikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Ndicho kitu ambacho tunaalikwa sisi sote kuwa tumtumie Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atufanye tuwe wamoja katika familia, wamoja katika kanisa, wamoja ulimwenguni. Atuletee amani katika kanisa, amani katika familia, amani katika nchi yetu. Tuthaminiane. Kila mmoja mthamini mwanadamu mwenzake anayemuona, aone kama ni tunu ya pekee. Hata hapa tu jinsi tulivyokaa, ukimwangalia mwenzako unamuona kuwa huyu ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Ni zawadi ya Mungu tuliyopata kwa Roho Mtakatifu. Lakini ukimwangalia mwenzako kama mnyama wa kuwinda au ya kumlenga shabaha, hapana, tunakosea sana katika jambo hilo. Tuone wazi kuwa tuna wajibu na haki ya kulinda utu wa mtu na kuuthamini utu wa huyo mtu. Kama vile ambavyo unapaswa kuulinda utu wako na kuuthamini,